acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Anawapenda na wapasta aitwe Mungu, anawapenda na wazee aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe wakati unakuja kwa mkutano. I want you to tell everybody you will meet about what is going to happen. Nataka waambie kila mtu yoyote kile kitakachotokea hapa. I have come to share with you the assurances of salvation. Ninakuja kupartager na ninyi hakikisho ya wokovu. That everyone who will be attending, kwamba kila mtu atakayekuja hapa and take seriously what we are going to share here, na anachukua kwa serious kila kitu tutafanya hapa. You are a sure candidate of the kingdom of heaven. Wewe uko kandida wa siri wa ufalme wa mbinguni. Number 2, ya pili. Haleluya. Number 2, expectation. Na tukio la pili, this place will be saturated with prayer. Hii fasi itakuwa imejazwa na maombi. Saturated with prayer. Itakuwa imejazwa kwa maombi. So during these 4 weeks, na kwa haya majuma 4 tutakuwa hapa, every miracle of your desire, kila muujiza wa fikra yako, every dream, kila ndoto of your desire unayofikiria, consider it done in Jesus' name. We consider kwamba imefanyika kwa jina la Yesu. Because Jesus is the same yesterday, today and forever. Kwa sababu Yesu ni yule jana, leo na milele. And the Bible says nothing is impossible with him. Na Biblia inasema hakuna kinachokuwa kigumu kwake. With the power of prayer and faith, kwa nguvu ya maombi na imani. This is what Ellen G. White tells us. Hiyo ndio ambayo dada White anatuambia. Prayer and faith. Kwamba maombi na imani. Prayer plus faith. Maombi plus imani accomplish what no any other power on earth can ever accomplish. Inaweza kutimiza ambacho kila nguvu ingine yote duniani haiwezi kutimiza. And that's what we are going to do during these 4 weeks. Na hiyo ndio tutafanya kwa haya majuma yote. Wherever the word of God, wherever the everlasting gospel is being preached, mahali popote habari ya ufalme inapohubiriwa, and wherever people are saved, na wakati mahali popote watu wanaokolewa, Jesus is right there. Yesu yuko pale. Amina. Ili apate kuwapatia, ili apate kukupa the desires of your heart, apate kupatia mahitaji ya moyo wako. Jesus name. Kwa jina la Yesu sema amina. Siko njia. You met some challenges. Ulienda kukutana na spiritual challenges. Ulienda kukutana na madefi ya kiroho. Made you decline. Ambayo madefi ilikufanya unaanguka. Down in your heart you still love the Savior. Mpaka ndani ya moyo wako unaendelea kumpenda mkombozi. We will baptize you. Tutakubatiza na wewe. Your life will never be the same again. Na maisha yako haitabakia ile tena. But I have also seen the friends of Adventists. Pia ninaona warafiki wa Adventist. And they are here today. Wako hapa leo. They were told that the preacher has come. Waliambiwa kwamba mhubiri amekuja. They have been told that I am here. Waliambiwa kwamba niko hapa. And you say pastor. Na unasema mchungaji. I want to be joining the powerful group of men and women who keep all the commandments of God and the faith of Jesus. Na unasema pastor, ninataka na mimi nibarejendre wa mama na wa baba wale wanashika amri ya Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. We shall baptize them as well. Nao pia tutawabatiza. But I have seen young people. Pia ninaona vijana who are 12 years and above, ambao wako na 12 na kwenda yulu, who are intelligent and they love the Lord. Wale ambao wako na akili na wanampenda Bwana. They come from our homes. Wametoka katika nyumba zetu. And you have already proved to love Jesus. Na wameonyesha kuhakikisha kumpenda Yesu. We shall also baptize you. Nao tutakubatiza. It has been told by the General Conference Youth Department.
Ilisemwa kwa departement ya jeunesse ya Conference Generale. Those young people in Africa kwamba vijana wa Afrika who are baptized at the age of 12 and above, wale ambao wanabatizwa partir de 12 ans na kwenda yulu, they seldomly leave the church. They remain faithful. They seldomly leave the church. They remain in the church. Wanabakia ndani ya kanisa kwa imani. So we shall baptize also young people. Na vijana nao tutawabatiza So pia. at the end of the preaching, na kumwisho mahubiri, I will make a call, nitafanya wito, and you will come here. Mtakuja hapa mbele In hundreds. Mamia na mamia. But let me tell you also something. Tena wacha niwaambie kitu kingine. If you have a family member or a friend or a neighbor, kama uko na mambo ya familia au rafiki au voisin who are making this decision, ambaye anakamata decision at hii the end of the preaching, kwamba kumwisho wa mahubiri you will escort them. utaweza kumshindikiza, Come and stand with them. unawashindikiza, mnawaleta And hapa, so assuring them that you will be praying for them. na unawahakikishia kwamba utaanza kuwaombea. So as I preach, you keep praying for me. Na wakati niko nahubiri, endeleeni kuniombea mimi, Keep praying for me that the Holy Spirit na wakati mniombee kwamba Roho Mtakatifu will use me in a very special manner, ili apate kunitumia kwa njia ya pekee. And I want you today, Na ninataka ninyi leo, don't even look at your watch, usiangalie hata kwa saa yako, because I am now beginning to preach. kwa sababu sasa nataka kuanza kuhubiri. Don't be hungry. Usiwe na njaa. I want to share with you something. Nataka nipartage na nyinyi kitu fulani. I did not eat my breakfast. Sikukula déjeuner asubuhi. I did not eat my breakfast. Sikukula déjeuner mimi asubuhi. I did not eat my supper last night. Sikukula chakula changu cha magharibi jana. I did not eat my lunch yesterday. Sikukula chakula changu cha midi jana. My last meal was breakfast. Chakula yangu ya mwisho ni déjeuner ya jana asubuhi. I said to myself, how can I eat lunch? Nilisema moyoni wangu kwamba nitakula chakula namna gani? How can I eat my supper? Nitakula je chakula cha magharibi? How can I eat my breakfast? Kula je déjeuner yangu ya asubuhi leo? For I have spoken to the people of God. Na wakati nitakuwa nikiongea na taifa la Mungu, I said no eating nilisema hakuna kula until I have preached the word of God. mpaka nihubiri neno la Bwana. Sema amina. Because I said there are thousands of people who have been praying for me. Kwa sababu nilisema wako maelfu ambao wananiombea. I said no lunch yesterday, no supper, no breakfast this morning. Nikasema jana hakuna chakula, jana hakuna déjeuner leo asubuhi. So how many of you will be praying for me as I preach today? Ni wangapi wataniombea wakati niko nahubiri hapa jamani? Let me see your heads. Wacha nione mikono yenu wale wataniombea nikiwa nikihubiri hapa. Why don't you stand up where you are? Kwa nini usisimame mahali ulipo? Because we wanted to pray. Kwa sababu tunataka kuomba. Vous pouvez vous lever là que vous êtes pour que nous puissions prier. Stand up where you are. Simameni wote tafadhali tuombe. We wanted to pray. Jamani, tunataka usimame utuombe upate mbaraka na upate kuponyeshwa. Now, before I pray, na mbele ya kuomba, our topic this morning, fundisho letu asubuhi ya leo, the woman kwamba mwanamke who changed the entire city. Aliyebadilisha mji wote. And as we are standing, na kama jinsi tunavyosimama, let us read John chapter 4. Some Jean chapitre 4. Just listen. I will read this portion as we are standing, and then we shall pray. Mutasikia nitasoma hii portion na wakati tumesimama vile vile. Jean chapitre 4. Because we will only read this portion alone. Tutasoma tu ni hii portion pekee, and we shall not read another. Na hatutasoma nyingine. A woman who changed the city. Mwanamke aliyebadilisha mji wote. La femme qui changea, qui transforma toute la ville. Now I want you to listen to this. Na nataka musikie sasa. Now, this is chapter 4,
Yohane sura 4 verse 1, kuanzia pa verse ya kwanza, and then I will tell you which verse will be our last one. na nitawaambia ni verse gani itakuwa yetu ya mwisho. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. So Jesus came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Then the woman of Samaria said to Jesus, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with the Samaritans." La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you a living water." Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau de vie. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get the living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and he drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jesus answered and he said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie The éternelle. woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw." Et la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jesus said to her, "Call your husband and come here." Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. The woman answered and said, "I have no husband." La femme répondit, je n'ai point de mari. Jesus said to her, "You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now it is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such a worship to worship him. God is the spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth." Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, est-elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. The woman said to him, I know the Messiah is coming, who is God Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, who I who speak to you am he. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. And at this point, his disciples came and they marveled that he talked with a woman, yet no one said, what do you seek? Or why are you talking with her? He was to pass it through. He made up his mind to pass it through Samaria. Na aliweka fikra zake apitie Samaria. There were many other routes he could have taken. Yalikuwepo njia nyingi tu ambayo angelipatia. Jesus made up his mind. Lakini Yesu aliweka fikra zake to pass it through Samaria. Apitie pita Samaria. And the question is, na swali ni hili, why on earth pass it through Samaria? Kwa nini katika dunia apitie Samaria? Somehow Jesus knew quelque part Yesu alijua there was somebody in Samaria kwamba kulikuwa mtu fulani Msamaria who had a desire ambaye alikuwa na hitaji to be saved, ya kuokolewa. He knew, alijua. Therefore he said, I will pass it through Samaria. Akasema nitapita Samaria. He could tell angelisema that there was somebody kwamba kulikuwa mtu who was to receive salvation in Jesus' name, ambaye atapata wokovu kwa jina la Yesu. Now let me tell you. Na sasa hata nikwambie, when I was told that I am to come here, wakati niliambiwa kwamba nitakuja hapa, the division people told me I am to come. Wakati viongozi wa division waniambia kwamba nitakuja, and the union in Tanzania commanded me to come, na union ya Tanzania ikanirecommande kuja, and my local conference said you must go to Lubumbashi, na conference yangu lokali wakaniambia wafaende Lubumbashi. I began to pray. Nilianza kuomba that Lord, kwamba Bwana, if there is no miracle that will happen in Lubumbashi, Baba, kama kutakuwa muujiza utakaotokea Lubumbashi, let me not go. Ufanye nisiende. Let there be something to prevent me from going to Lubumbashi. Hebu kutokea kitu fulani kiniampesheni siende Lubumbashi. If there is no one who is to be saved there, kama kutakuwa mtu mmoja atakayeokoka, if there is no one who is to be healed there, ama mmoja atakayeokoka, if there is no one to receive miracle of their desire, ama kutakuwa mtu mmoja atapata muujiza wa mahitaji, create an environment whereby I am not going. Ucreate environment kwamba nisiende. So I was waiting for that miracle that I am not coming. Na nilianza kuchunga ule muujiza ambao haujakuja. But finally, lakini hatimaye I am here. Niko hapa. Hallelujah. And I do believe, na ninaamini, there is somebody here kwamba kuna mtu mmoja hapa who is a candidate of a miracle, ambaye ni kandida wa muujiza, that at the end of this campaign, ili kwamba kwa mwisho wa mkutano huu somebody will say to Jesus, kama mtu mmoja atasema kwa Yesu, thank you, Heri Muhando came. Asante, Heri Muhando alikuja. My life, maisha yangu has never been the same again. Haitabaki ile ile tena. So Jesus knew kwamba Yesu alijua that in Samaria, kwamba katika Samaria, somebody, mtu mmoja, a sinner, mdhambi. Can you imagine? Hebu fikiria, the woman who came to Jesus, mwanamke aliyekuja kwa Yesu, who came to the well, aliyekuja kwa kisima, was a prostitute, aliyekuwa mkahaba. So Jesus came, na Yesu kaja to the city of Sychar, akafika katika mji wa Sychar, in Samaria. Samaria. And when he came there, na alipofika pale, the disciples decided to go into the city to buy food. Mitume walienda msite kutafuta chakula. And Jesus, na Yesu, stayed by the well. Alikala pale pembeni ya kisima. It was 12 noon. Na ilikuwa it was a time like this one. Ilikuwa saa hii. And he sat there. Na alikaa pale by the well, pembeni ya kisima, in a strategic place. Katika fasi strategic. Let me tell you, acha nikwambie, you are not here by accident.
Hauna hapa par accident. And I'm thinking, why did I not come for 14 years until now? Na ninajiuliza kwa nini sikukuja pendant The 14 Lord ans. wanted me to come at this particular time. Mungu alitaka nikuje kwa hii wakati ya kipekee. At the right time. Kwa wakati The right mwafaka. environment. Mazingira Where mwafaka. you will be here. Mahali ambapo utakuwa. And your life will never be the same again. Na maisha yako haitabakia ile ile tena. So Jesus Hallelujah. Yesu set it at a strategic place. aliweza kuweka fasi hii strategic. And he set it down there. Na akakaa pale. And a woman comes along. Na sasa mwanamke alianza kuja. This woman, huyu mwanamke had no reputation in her city. Hakukuwa na reputation nzuri. Among the women in the city, she had no reputation. Katikati ya wanawake muvili yake hakukuwa na reputation nzuri. That's why she came at noon. Na ndio sababu alikuja hapo Because mjini. normally women go in the evening to fetch water, but she came in the noon. Normalement wanawake wanaendaka kumaji magharibi kushota, lakini yeye alienda Because she knew that her reputation among the other women was not good. Kwa sababu alijua kwamba reputation yake katikati ya wanawake wengine haikuwa. When she came to the well, na alipokuja kisimani, she finds a young man. Akakutana na kijana very handsome man. Kijana mzuri. Jesus was young. Yesu alikuwa kijana. He was only about 32 years of age. Alikuwa à peu près na 32 ans miaka. Young man as he was. Kijana kama alivyokuwa. Good looking as he was. Akionekana vizuri. This woman saw this young man there. Mwanamke akamwona kijana pale. Sitting by the well. Akikaa pale kwa kisima. And Jesus na Yesu knew how to speak the right word. Alijua namna kuongea maneno ya right kwa wakati mwafaka. Evangelists must know how to talk. Alijua namna ya kuongea. You people are evangelists. Ninyi watu mko wa evangelist. All of you are evangelists. Mwe wote mko wa evangelist. You must pray for a gift of talking. Yafaa muombe zawadi ya kuongea. That the Lord will give you from today. Kwamba Bwana akupatie hiyo tangu leo. Right statements to speak to the right people who will make a decision for Jesus. Maneno ya kufaa kwa watu wanaofaa watakao kamata decision kwa Yesu. So Jesus knew how to talk. Na Yesu alijua namna ya kuongea. To people in the manner that they will never be the same again. Alijua namna kuongea kwa watu njia kusema wasibaki. I am praying for all the men and women, young and old, who are here today. Ninawaombea vijana na wazee na mama wote wako hapa. That from today, kwamba kuanzia leo Jesus will give you a tongue. Kwamba Yesu atakupatia lugha. A brand new tongue. Atakupatia lugha mpya. To know how to talk. Kujua namna ya kusema. So that people will be attracted to the Savior. Ili watu wapate kuvutwa kwa mkombozi. Hallelujah. How many of you want that gift? Wangapi wanapenda zawadi hiyo? Let me ask you, how many of you want that gift? Wangapi wanapenda zawadi hiyo? Nyanyua mikono yenu jamani. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus said to this woman. Na Yesu akasema kwa mwanamke, I need water to drink. Ninaomba maji ya kunywa. Can you give me a drink? Je, unaweza unipatia kinywaji? This woman was surprised. Huyu mwanamke akashtushwa. He knew that this man was a Jew. Alijua kwamba huyu mwanaume ni Myahudi. And Jews and Samaritans have no dealings of any kind. Na Wayahudi na Wasamaria wako wanasikilizana. Except in the matters of business. Isipokuwa katika mama ulikuwa mwanamke wa vision. If only you knew the kind of a person who is talking to you asking for water. Kama ulijua la kalite ya mtu anayekuomba maji, you would have requested me to give you another kind of water. Ungeliniomba nikupatie aina nyingine ya maji. A water that when you drink, maji ambayo ukiyanwa, you will never get thirsty again. Hautapata kiu tena. And that from now, na sasa kuanzia leo, you would never become thirsty. Utakuwa tena. It is a water that will continue in you forever. Kwa sababu ya yale maji yataendelea mwako milele. This woman was so touched. Huyu mwanamke kaguswa sana. Touched. Kaguswa kabisa. She said, you mean you have that kind of water? Akasema, unaongea namna gani ya maji? That I will no longer come to draw water from here. Kwamba nisije tena kuchota maji hapa. That I will no longer be thirsty. Kwamba sitakuwa na kiu tena. I need that water. Ninahitaji yale maji. Jesus said it to her. Yesu akamwambia, you need that water? Unahitaji yale maji? If you need it,
Kama and unahitaji you want me to give you that water, na unahitaji nikupe yale maji, go nenda and call your husband to come here. wende ukamwite bwana yako akuje hapa. This woman said, Mwanamke akasema, I have no husband. sina mwanaume, sina bwana, I have no husband. sina na bwana. Jesus said, Yesu kasema, you are a woman who speaks the truth. huko mwanamke anayesema kweli. You are a woman who says nothing but the truth. Wewe ni mwanamke asiyesema lolote lile isipokuwa kweli. You say you have no husband. Umesema hauna bwana. Surely you have had 5 men living with you, Kwa kweli ulikuwa na wanaume 5 ukiishi nao, and even the man who is with you hata ule unayekuwa naye sasa hivi is not your husband. si bwana yako. This woman was touched. Huyu mwanamke aliguswa sana. How did this man know the top secrets of my life? Namna gani huyu mwanaume anajua sekre yangu ya ndani sana? Who told him? Nani kamwambia sasa? Now I want you to learn something here. Jamani, nataka mjifunze kitu fulani hapa. Many people are busy doing evangelism. Wewe ni nabii. You must be a prophet. Wewe unapaswa kuwa nabii. You must be a prophet. Wewe unapaswa kuwa nabii. You must be a prophet. Unapaswa kuwa nabii. Nilikwambieni mbele ya wakati Let us expect bigger things to happen this week. kwamba hebu tutarajie mambo makubwa kutoka mahali hapa. Spirit of humility. Tukiwa na moyo unyenyekevu. We are coming to Jesus and say, Lord, use me the way you used me to bring the Samaritan woman to you. Tukimwambia Yesu kwamba hebu Yesu nitumie kwa njia. What is the Spirit? Roho ni nini baba? Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. What is the truth? Kweli ni nini? The word of God. Ni neno la Mungu. Amen. The power of the word of God. Uwezo wa neno la Mungu. Let me tell you, Hebu wacha niwaambie, there are thousands of people who are listening to me right now. kama kuna maelfu ya watu wanataka kusema Who kwa don't sasa. have time with the word of God every day. Watu ambao hawana na wakati wa neno la Mungu kila siku. They are busy. Wako tunaweza kipe. Busy men and women. Wako ukipewa Says mama na Jesus. baba. Na huyu mwanamke akasema kwa Yesu, You must be the Messiah. wewe unapaswa kuwa I Masihi. know that the Messiah is coming. Najua kwamba Mesia atakuja And he will come. na atakuja. And Jesus says to her, Na Yesu kamwambia, the one who is talking to you right now yule anayekuambia sasa hivi is that Messiah you are talking about. ndiye Mesia unayesema. Sema amina. This woman was now touched. Sasa huyu mwanamke akaguswa, She was never the same again. akubakia yule yule tena. At the very same time, Katika wakati ule ule the disciples come back from buying food. mamitume wanatoka mkununua chakula, And they see the man Jesus wakamkuta huyu Bwana Yesu talking to a woman. akiongea na mwanamke. To them they were surprised. Wao walishangaa, How can Jesus talk to a woman? namna gani Yesu ataongea na huyu mwanamke Bwana? But they never asked him. Lakini wakumuuliza. You know, for them, they were not yet fully converted. Unajua hawakuwa complètement converti. They thought talking to a woman was evil. Walifikiri kuongea na mwanamke ilikuwa dhambi. They did not know that salvation is for everybody. Na wakujua kwamba wokovu ni kwa kila mtu. So right there, Na sasa kwa wakati ule ule, as the disciples were surprised, na wakati mitume walikuwa wameshangaa, the woman literally left her water pot. mwanamke akaacha ile mtungi yake ya She maji. forgot even that she had come to fetch water. Anasahau hata kwamba alikuja njoo kushota maji. She left and quickly went in city Akaacha mtungi akaenda mbio muvili to msiteli. tell everybody that I have met somebody and that is somebody has changed my life forever. Akasema, ukaambia watu nimekutana na mtu fulani na huyo mtu amebadilisha maisha yangu milele. Could that person
atakuwa ndiyo Mesihi. And as she was busy talking, she was busy talking with the people. Na wakati alipokuwa akiongea na watu, Talking. akisema hapa na pale, Tirelessly talking. akisema bila kuchoka, People were so touched. watu wengi wakaguswa. And they came Na wakaja in hundreds. mamia. Can you imagine one woman here? Unaweza kufikiria mwanamke mmoja hapa? And let me tell you, in our division, Go and ask Pastor Ruguri, he will tell you the stories. Nendeni mkamulize Pastor Ruguri, atawaambia habari hii. Women Wanawake are the most effective soul winners, ni wavunaji wa mioyo wa nguvu kwa kweli, especially young women. hasa zaidi wa jeune fille. Young women, I'm talking of those young women who are not over 65 years of age. Wa mama wa kijana, wale ambao hawana na miaka zaidi ya 65. Those young women Wale wa jeune mama who are not over 65 years of age. wale hawafikia miaka 65 na kwenda yulu. Those are the greatest soul winners in our division. Wale ni wavunaji wa mioyo kwa sababu ya Yesu. When they are seriously bringing people and inviting people to come, Wakati wanasimama seriously kuleta na kualika watu, thousands of people come to Jesus. maelfu ya watu wanakuja kwa Yesu. Sema amina. Even in this quinquennium, Hata katika hii kenkeno, more than 1 million people have come to the Savior being baptized because of many women who are zaidi ya milioni ya watu walikuja kwa Yesu wakiletwa na in this wanawake. division alone. Katika division hii pekee, I congratulate the women. wanawake wa mama, nimesema felicitation kwenu. Women, Wa mama, Jesus commended women. Yesu akaamua wa mama. No wonder because of this woman of Samaria, Msishangae kwa sababu ya mwanamke wa Samaria, the whole city of Sychar in Samaria was converted. mji wote wa Sikari wa Samaria wote waligeuzwa. And I want to tell you good news. Na nataka niwaambie habari njema The women who are here this morning, kwamba wamama wako hapa asubuhi hii. I wanted to tell you, Nataka niwaambieni, even this evangelistic campaign, hata mkutano wa injili huu, you are the ones who will make things happen in Jesus' name. ni ninyi mtafanya vitu vifanike kwa jina la Yesu. Amen. Power of inviting people. Kwa nguvu ya injili, Because of what this woman did, kwa sababu ya huyu kazi alifanya mwanamke these huyu, hundreds of Samaritans, akaleta mamia wa Samaria. they wanted Jesus to stay with them Walihitaji Yesu akae for pamoja 2 nao more days. 2 more days. kwa siku 2 zaidi, And more people believed in Jesus. na watu wengi zaidi waliamini Yesu. The Amina. power of one woman. Kwa nguvu ya mwanamke mmoja. And now let me tell you, Na sasa wacha nikwambie, I am in Lubumbashi now. niko sasa katika Lubumbashi. I don't have only one woman. Ninataka wale mwanamke mmoja tu. I don't just have one woman here. Nataka nione tu, I don't have just one woman sio tu mwanamke mmoja. who is here. Huyo kwa hapa. Even as I'm watching this congregation, Hata jinsi ninavyoona there are mkutano wote, more than 3,000 powerful women here. kwamba kuna zaidi ya wanawake 3,000. More than 3,000 powerful women here. Zaidi ya wanawake 3,000 wako hapa. If this week, Kama juma hii each one of you mmoja wenu can bring just 5 people, anaweza kuleta tu watu 5, this Lubumbashi will never be the same again. Lubumbashi haitabaki ile ile tena. Hallelujah. Amen. So the disciples told Jesus, Sasa mitume wakamwambia Yesu, we have brought food now. tumeleta chakula sasa. As these people were coming from the city Na to watu come to walikuwa Jesus, kuja kutoka msite, wanakuja kutoka mvili, the wanakuja. disciples were busy with food. Mitume walikuwa dardar wakiprepare chakula kule. And they were busy asking Jesus, eat. Wakaanza kumwambia Yesu, kula. Jesus was no longer interested in eating. Na Yesu hakuwa tena interese kwa kula chakula. Listen, he was hungry, Hebu sikiliza, alikuwa na njaa. but he was not more interested in eating. Tena hapo sasa hakujali tena chakula. Jesus made a statement in verse 34.
Yesu akafanya declaration mu verset 39. He said to the disciples, Akawaambia mitume wake, there is one food that you don't eat that I have. kuna chakula kimoja ambacho hamna nacho kile My ninacho. food is to do two things. Chakula changu ni kufanya vitu viwili. Number one, La kwanza, to do my Father's business nifanye kazi ya Baba aliyenituma and to finish his work. na kumaliza kazi yake. To do the will of him who sent me Kufanya mapenzi ya yeye aliyenituma and to finish his work. na kumaliza kazi yake. I don't care what kind of a job you are doing. Sijali, sijui kazi ya namna gani unafanya. I don't care whether you are an engineer or a medical doctor. Sijui kama uko engineer au medecin. I don't care whether you are a driver or you are a housewife. Sijui kama uko chauffeur au uko I mwanamke wa don't nyumba. care whether you are a student or you are a professional. Sijui kama uko étudiant au uko mtu wa kazi yoyote You ile. could say the same words that Jesus ever spoke. Utasema neno kama vile Yesu alisema. I have one business. Ninakuwa na kazi moja My tu. business Kazi yangu is to do the will of him who sent me, ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. who made me be available today, Yule aliyenifanya niwepo leo and to finish his work. na kumaliza kazi I want yake. to Amina. see that I have so many people coming to Jesus this week. Ninataka kuona watu wakija I kwa want to Yesu. be an instrument of salvation this week. Ninataka niwe instrument ya wokovu juu. I want to be an instrument of saving some people to Jesus this week. Ninataka niwe chombo cha kuokoa watu na kuleta And kwa I will Yesu. never rest. I will never rest. I will never rest Na mimi sitapumzika till it is done in Jesus' name. mpaka ile ifanike kwa jina la Yesu. How many of you Nyosha say mkono wako juu. I want to see every hand raised up Ninataka kuona mkono wote umeamka because I want to pray for you. kwa sababu nataka nikuombee. Just raise up your hand. Hebu nyosha mkono wako juu. Stand up where you are. Hebu simama mahali ulipo. Simama pale huko. Stand up where you are. Simama pale huko. Now I will ask that choir. Ninataka jamani, si nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Binti yako na mtoto wako mwanaume, you have a friend, unakuwa na rafiki yako who wants me. Hao wazee na wapasteri watakupokea na kupokea na kukubariki. They will come. They will shake your hand. Watasekue mkono yako. Even the one who is escorting somebody, Hata ule atashindikiza mtu you will fulani. also receive the hand of an elder or a Na pastor, wewe utapokea mkono ya mzee au ya mchungaji. and you will never be the same again. Na hautabakia ule tena. Now, even those who are in the baptismal class, Hao wale wanaokuwa mu darasa ya ubatizo they will also come as well, wakuje nao pia, because your name will be registered today. kwa sababu majina yenu yataandikwa leo. Your names will be registered anew today. Majina yenu yataandikwa upya leo, I will pray for you. na nitawaombea. And I believe the elders have papers, Na najua wazee mnakuwa na decision makaratasi, papers. mnakuwa na mapapia ya decision. If you have the decision papers, you can give them and they will fill their name. Kama mnakuwa na mapapia ya decision, mtawapatia na watajaza jina Now, zao. as the choir is singing, Na wakati kwaya iko naimba, come right now. mkuje sasa hivi wakati waimbaji wanaanza kwaya. Today is your day of salvation. Leo ni siku ya wokovu wako. Yes, you can come right now. You can come. Pokeeni wale wanaokuja. Wapokee wale. Walichomwa na uwa makosa Ninataka wazee You are not au here kwa today. uzima wa milele. You are not here today by accident. Hauko hapa par accident, The hapana. Lord brought you here to surrender your life to Jesus. Yesu alikuleta hapa utoe maisha yako kwake. So this is the moment. Huu ndio wakati. And I want to ask you the choir to sing that very same song. Na waimbaji mwimbe wimbo ule ule mnatoa I don't kwenu. want you to die
Sitake mufe in the cities of Sodom and Gomorrah. nipate kufia katika miji ya Sodoma na Gomora. I want you to make up your mind to follow Jesus. Nataka mweke fikira yenu watu mfuate I'm Yesu. also asking the young people who are not yet baptized, Na ninataka kuomba vijana wale hawajabatizwa, those of you who are already 12 and above, wale ambao wanakuwa na miaka 12 na kwenda yule, mkuja hapa mbele. even those who have been in baptismal classes, Hao wale wanaokuwa darasa ya batizo you makanisa can yetu, also come and join your friends here. unaweza kuja na kuweza kukutana na rafiki And I yako. can see somebody here who has lost your membership. Na ninaona mwingine alipoteza ushiriki wake, And overnight you can restore your relationship with the Lord. na unaweza kurudisha tena ushirika wako na Bwana As the choir is singing again, wakati kwaya inaimba tena. come quickly. Kuja haraka wewe. And if you have a son or a daughter, Kama una mtoto mwanaume au mwanamke, walk with that daughter and say, why are you waiting? tembea na yeye, umlete, umwambie unachunga nini, Because they will never be the same again. kwa sababu hautabakia tena ule ukialika Ondoka Sodoma, kufuru jina lake Mwokozi wao nao wataangamizwa. Ondoka Sodoma, wewe Sodoma, wale Mwokozi nao wataangamia. Wewe Sodoma, wale Mwokozi nao wataangamia. Wewe Sodoma, wale Mwokozi nao wataangamia. Who is sick? au una ndugu yako ni mgonjwa, And you want miracles to happen to their lives today. unataka muujiza ifanyike maisha yao leo, Raise up your hand. nyosha mkono wako juu. Either you are sick yourself, Saa ingine ni wewe mwenyewe uko mgonjwa, or you have a family member who is sick. au uko na mambo wa familia yako iko mgonjwa, iko malali, And we want you to pray. na unataka tumwombee. Come and stand before the elders, Kuja usimame mbele ya wazee, just behind those who are going to be baptized. kumkongo ya wale watabatizwa. Wewe mgonjwa au una ndugu yako ni mgonjwa, na ninamwomba mwenyekiti muone aje hapa asimame pamoja na mimi. We shall now, as in thousands of you come, Na wakati maelfu ya wenu wanakuja mbele, we shall sing that song. tutaimba huo wito, Acheni Mungu wimbo, aitwe Mungu. acheni Mungu aitwe Mungu. Nena. And if you have a business Na kama unakuwa na kazi and you fulani want God to bless you in that business, na unataka Mungu akubariki mwa ile kazi, or you are married pamoja. and you are married and you want God to work a miracle when you are married, na unataka Mungu afanye muujiza katika ndoa yako, if you are a student and you want God to work miracles in your study, kama uko etudia unataka Mungu Aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu. Anawapenda na wapasa, Aitwe Mungu, anawapenda na wazee, aitwe Mungu, anawapenda na wapasa, aitwe Mungu, acheni Mungu, 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 aitwe Mungu, acheni Mungu,
Hallelujah. Amen. I don't know who are those who are still sitting up there. Sijui ni akina nani wale wanabaki kule juu wamekaa. If you don't have any miracle of your desire, Kama hakuna na muujiza ambao unao desire, why don't you just come and pray for me? pourquoi hauwezi kuja uniombee mie? Why don't you just come and pray for me? Kwa nini usikuje uniombee mie? And if you are sick Kama uko mgonjwa and you are there, na uko kule, this is the ground where your miracle will come. huu ndio kiwanja ambapo miracle itafanyika. And if you don't have any miracle of your desire, Na kama hauna na miracle unayohitaji, miracles happening nimekwisha kushuhudia miujiza all inatokea over the world. duniani In kote. meetings like this, Katika mikutano kama hii, cancers have been wiped away. kanseri itatoka. Cancer. Kanseri, haleluya. Cancer. Kanseri. Hallelujah. I know somebody, Ninajua kuko mtu fulani one of the cities of Congo here, katika mojawapo ya vile Mkongo who hapa, had 5 diseases, ambaye alikuwa na magonjwa 5 including brain cancer. pamoja na kanseri ya cerveau. And by just attending these meetings like this, Juste kwa kuja kwa mikutano kama hii, the 5 diseases were wiped overnight. magonjwa yote 5 yalisafishwa siku moja. Hallelujah. Amen. The power of coming together in this man. Nguvu ya kuja pamoja kwa viwanja hivi. Expect miracle to happen in your life. Hebu tarajia miujiza katika maisha yako. I know somebody in the other stadium where we were. What is the name of the other stadium? Ninajua mwingine mustadi mwa tulikuwa kwa stadi alipopo hapa ngambo pale, Who had a peculiar disease. ambaye alikuwa na ugonjwa kali. The heart was growing bigger and bigger. Roho yake ilikuwa ikivimba ndani. The fibroid was also growing bigger and bigger. Pamoja na mafibre ndani ilikuwa ikivimba ndani. And one Sabbath she had been invited by her daughter. Saba alikuwa amekuwa invité na binti yake. And she was seated in a place like that one. Alikuwa amekaa kwa kiti kama vile. The daughter had told her she believed that day was her miracle day. Expect the miracle to happen. Hebu tarajia muujiza itatokea katika maisha yako. And businesses here will be changed forever. Na makazi hapa mbalimbali, biashara itabadilika Prayers here. kwa sababu ya maombi sasa hivi. I am looking forward for one woman here Ninaangalia mbele kwa mwanamke mmoja and one man here na mwanaume mmoja hapa whose tithe ambaye within 2 years kwa miaka 2 will bring every year atakuwa kileta kila more mwaka than $2 million tithe. Hallelujah. zaidi ya $2 million ya dim kila mwaka. $2 million. $2 million. Because God will bless your business. Kwa sababu Mungu anaenda kubariki kazi yako. My God is still a God of Abraham. Kwa sababu Mungu wangu ni Mungu ule wa Abraham. God of Abraham. Mungu wa Abraham. Who promised Abraham and his descendants. Ule aliyemprometre Abraham na descendants yake. The God of America is the God of Congo. Mungu wa Amerika ndiye Mungu wa DRC. God is able to change your financial status forever. Mungu yuko capable kuchanger maeta ya mafinansi yenu milele. Pray for your husband. Muombe bwana yako. That God will make things happen to you. Amba Mungu afanye maajabu katika Pray kazi for yako. your daughters and sons. Ombea binti yako na watoto wako wanaume. That God will make this a reality. Kwamba Mungu afanye ipate kuwa realite. Do you believe? Je, unaamini? Yes. Yes. If you believe, say yes, I believe. Kama unaamini sema amina, ninaamini. Meaning. Now, what we are going to do, Sasa ile tunaenda kufanya sasa, because I believe, kwa sababu ninaamini, you must agree with me. mnapaswa kukubaliana na mimi. You say, Heri Muhando believes, Kwamba Heri Muhando ameamini and I believe. na mimi ninaamini. Yes. And my friend Muhando will pray for you. Na ndugu yangu Muhando atakuombea. And I will also pray a prayer of agreement. Na mimi ninaenda kukuombea ombi la kukubaliana. Because Jesus said, Kwa sababu Yesu if 2 alisema, of you agree
Kwa sababu kama wewe wawili wenu wanakubaliana, a miracle happens. muujiza unatokea. But at the end of his prayer, Na mwisho wa maombi yake, I will also pray a short prayer nitaomba na mimi ombi fupi to agree with him. ili nikubaliane pamoja na yeye. But before I say amen, Na kabla sijasema amina, I will make another call for baptism. nitafanya apeli ingine, mwito ingine ya ubatizo. Because I have seen hundreds of people in churches where the choirs were. Wale wote watabatizwa, nitaenda na mwe kwa ile mabiti ya bleu pale kulikala baozana pale, And with some of the pastors, and we shall pray for you. na wa pastor fulani hapa wataenda tutenda All those who are going to kuombea. be baptized. Wale wote wataenda kubatizwa. We want you to begin to receive your miracles beyond measure because of your obedience to Jesus and your willingness to obey him. Tunataka mwanze kupata muujiza na mbaraka zaidi ya vile mnafikiria kwa sababu ya utiifu wenu wa ubatizo. Now, there are some people here. Kuna watu wengine hapa, Always when you pray, you want to kneel down. kila mara ukitaka kuomba wanahitaji kupiga magoti. But some can even stand up when you want to stand up. Mwingine anaweza hata kusimama. You can either kneel if you want. Unaweza hata kupiga magoti ukipenda. If you want, you can stand. Kama unapenda unaweza kusimama. And all is the same. Na vyote ni sawa sawa. Look at the ground where you are. If it is muddy, don't kneel. Angalia pale fasi huko, kama peko topo usipige magoti. Just stand and the Lord will hear. Yes. Simama tu na Mungu atakusikia. And me and my friends up here, we shall also kneel down. Yes. Mimi na rafiki zangu hapa nasi tutapika If magoti. you are in a good place, you can also kneel if you want. Kama una wewe na nafasi nzuri, unaweza na wewe kupiga magoti. Haya, tupige magoti jamani. Usinipite moyo. Kiti chako cha rehema, kiti chako cha rehema. Mwambie Yesu kimoyomoyo. As pastor, speak to the Lord right now. Wakati mchungaji anaongea na Bwana sasa hivi. Baba mtukufu, tunaona leo ya kwamba wewe ni omniscient. Wewe unajua ya hawa wana wako mambo yao ya jana, makosa yao ya jana ya juzi, na wewe unajua kile kinachokuwa ndani ya moyo wao leo, na wewe unajua maisha yao hata ya kesho. Ni wewe omnipotent, kila kitu, hakuna kitu kigumu kwako. Baba, Roho Mtakatifu awe hapa katika jina la Yesu. Baba, Roho Mtakatifu aongeze imani yao katika maneno ya Biblia ambayo mtumishi wako anatamka leo asubuhi. Waamini neno hili la uzima, waamini ahadi ya wokovu ambayo inatendeka katika mioyo yao, waamini ahadi ya mbaraka ya mibaraka, waamini ya kwamba chochote watakiomba au chochote wanatoka kukiomba tayari. Amen. Tayari wamepewa. Amen. Tayari. Amen. Tayari wamepewa. Amen. Waamini. Amen. Kwa sababu mtumishi wako Heri Muhando akusema maneno yake. Akusema maneno yake. Alitamka maneno yako. Yes.
alitamka maneno ya uzima wa milele. Hallelujah. Baba, kama kuna kuwa mtu ambao bado alikuwa hajaamini, umsamehe. Amen. Umsamehe, amini maneno haya ya uzima. Naamini ya kwamba katika maisha yake mambo tayari yatafanyika. Amen. Katika biashara, katika maisha yake, hata wale ambao watabatizwa waamini ya kwamba majina yao tayari imeandikwa. Hallelujah. Imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Amen. Baba, hawaona watu, tunaona namna gani mwanamke imani yake iligeuza mji mzima. Baba, naomba katika Kuna jina la Yesu. wakati wa uwezo. Father, thank you for the prayer of faith Baba, asante kwa ombi la imani that Pastor Muhune has spoken to you. ambalo mchungaji Muhune ameongea kwako. He has spoken healing in Jesus' name. Alikuwa akiongea akiponyesha kwa jina la Yesu. He has spoken salvation in Jesus' name. Alikuwa akiongea wokovu kwa He jina la has Yesu. spoken deliverance and miracles of evangelism in Jesus' name. Alikuwa akiongea kufungulivu na miujiza kwa jina la Yesu. And I agree with him Na nimekubaliana that naye whoever is here kwamba yeyote aliyoko who hapa is facing challenges in their life, ambaye anayepambana na changamoto katika maisha yake, Father, in Jesus' name, I stand against the challenges. Baba, kwa jina la Yesu nimesimama I stand kote hiyo changamoto. I stand against the pain in Jesus' name. Nimesimama kontra maumivu kwa jina la I Yesu. stand against every disease in Jesus' name. Nimesimama kontra kila magonjwa kwa jina la I Yesu. stand against cancer in Jesus' name. Nimesimama kontra kanser kwa jina la Yesu. I stand against diabetic problems in Jesus' name. Nimesimama kontra problemu ya diabetes kwa jina la I Yesu. stand against every disease named under heaven which is here in Jesus' name. Baba, nimesimama kontra magonjwa yote iko hapa kwa jina la Yesu. In Jesus' name, I declare and speak and decree healing in Jesus' name. Kwa jina la Yesu nimetangaza na kusema uponyaji kwa jina la Father, Yesu. men and women have come forward by faith. Baba, wa mama na wanaume And wamekuja kwako kwa Yesu according to their faith, kulingana na imani yao. tonight, Leo this magharibi, evening, magharibi hii, this afternoon, adhuhuri hii, go out of this place liberated forever. watoke hapa wamefunguliwa milele. Baba, If you believe, say yes, I believe. kama unaamini sema amina, ninaamini. Now, as every eye is closed, Sasa na wakati kila jicho limefungwa, I want now to make it the last appeal. na sasa nataka nifanye wito wa mwisho. Number one, La kwanza, if you say, Pastor, kama unasema mchungaji, I did not come forward sikukuja hapa mbele when the people were making decisions for baptism, wakati watu walikamata decision ya ubatizo, but deep down in my heart, lakini katika ndani ya moyo wangu I decide also to be baptized on Saturday. ninadeside kubatizwa samedi prochain. If that is your desire, Kama hiyo ndiyo desiri yako, as every eye is closed, wakati kila jicho limefungwa, just raise up your hand. hebu nyosha mkono wako juu. You say, Pastor, I want to be baptized also. Unasema na mimi nataka pastor nibatizwe pia. I want to be baptized. Oh, I can see many hands. Say, Pastor, I want you also to be baptized. Nasema nataka kubatizwa. Asante, Just niona raise mkono up mingi. your hand. Nyosha mkono wako juu. And the Lord, the angels are watching your hand. Malaika wanaona mkono wako. And your name is being written in the book of life. Na jina lako linaandikwa katika kitabu cha Just raise uzima. up your hand. Nyosha mkono wako juu. Now you can put down your hand. Hebu shusha mkono wako sasa. There is another appeal that I want to make. Kuna apeli nyingine nataka nifanye. You say, Pastor, Unasema pastor, I have a daughter. niko na binti yangu, I have a son. niko na kijana wangu, I have a family member. niko na mambo ya I familia, have a neighbor. niko na voisin, I wanted them to be baptized. ninataka wabatizwe. And I want to invite them to come. Nataka niwainvitie I wapate want to kuja. talk to them because they will make a decision. Nataka niongee nao kwa sababu watadeside. If you have somebody in mind and you want us to pray for that person,
Kama unakuwa na mtu fulani mwakili yako unataka tumuombee. And you want that on Monday when we meet here and Tuesday, na unataka kama lundi na mardi they will tunakuwa hapa. register their name to be baptized. Nao majina yao yaandikwe kwa And you want ubatizo. us to pray for them. Na unataka tuwaombee. Raise up your hand. Nyosha mkono wako. You have a family member. Unakuwa na membre de famille. And you want that family member to be saved and to be baptized. Na unataka ule membre aokoke na abatizwe. Just raise up your hand very high. Hebu nyosha mkono wako juu sana. My Father, my God. Baba yangu na Mungu wangu. You can see these hundreds and hundreds of hands. Unaona mamia ya mikono juu. Because of their faith. Kwa Just look at sababu my ya face imani right yao. now. Niangalie sasa. I have two announcements. Ninakuwa na tangazo mbili. My first announcement, Tangazo la kwanza. I'm asking Pastor Muhune Ninamuomba mchungaji Muhune. that these men and women and young people, Hawa mama na wababa na vijana. because tomorrow we are meeting at 10 o'clock Kwa sababu kesho tunakutana in the 10 place where you will tell us we shall meet at 10 o'clock kwa place ile wenyewe utatuambia ambao tutakutana for kesho the beginning of our school of evangelism. kwa sababu ya kuanzisha masomo yetu ya We evangelisation, shall set them free for the rest of the afternoon. ili baba tupate kuwalibere watu kwa kibaki cha magharibi, And so that they will also begin to now go about their business of invitation. ili sasa nao wapate kuingia na kuinvitea watu wapate kuja. Number two, La pili, those of you who are going to be baptized, wale wenu mtakaobatizwa, even if you did not raise up your hand, hata kama haukunyosha mkono wako but juu, you are already in the baptismal class, lakini uko katika class you baptismal want also to be baptized on Saturday, na unataka ubatizwe samedi we prochain, shall meet for 5 minutes under those chairs there. twende tukakutane pale kwa ile makiti ya bleu iko pale kulikana bauzana. S'il I vous plaît, want to pray a special prayer for you. je voudrais prier, nataka niombe ombi spécial kwenu. And some of the elders and pastors will also be there. Na quelques anciens, quelques pasteurs vont m'accompagner là-bas. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.